Habari mashujaa, huyu ni Jody na Warriors Rise, na leo tuna mwendelezo wa mfululizo wetu na Mary Nell Wyatley, lakini tuna mgeni wa ajabu pia pamoja naye ambaye ni Michelle Wyatt, na sijui jinsi ya kutamka jina lako la mwisho kwa usahihi. Ni Chanov? Chelith, Sawa, na hivyo nataka kukukaribisha wewe pia. asante. Tutakuwa tukizungumzia Sodoma na Gomora leo na mambo ambayo Ron aligundua. Na tunafurahi sana kuleta neno la Bwana na ushahidi wa kuliunga mkono. Basi tufungue kwa maombi na kisha nitaendelea na kukabidhi. Baba, tunalitukuza tu jina lako kuu na takatifu. Tunakukaribisha tu leo Baba. Unakaribishwa mahali hapa kwenye Zoom hii, katika vyumba hivi na maeneo na kwenye simu za wale wanaotazama. Bwana Mungu, tunakaribisha roho yako na roho ya kweli, na tunakushukuru Baba kwamba leo tunaleta ufunuo mpya kuhusu mambo uliomwongoza mtu Ron Wyatt kugundua na kushiriki ili kuleta ukweli na uhalali kwa neno lako. Tunakupa utukufu wote leo, tunakupa heshima yote. Midomo yetu na iwe midomo inayokuletea sifa, na mioyo yetu iwe safi mbele yako. Tunakupenda, tunakupa sifa na heshima yote katika jina kuu la Yesu Kristo. Amina. Amina. Amila, Basi karibuni wasichana, karibu Mary, na nitaendelea na kukuruhusu ugeuze, ukabidhi hili na kuchukua usukani na kufanya mambo yako, kwa sababu una mambo ya ajabu ya kushiriki na siuwezi kusubiri kuyaona yote. Basi endelea tu. sawa. Basi, asante. Michelle, unajisikia kuwapa maneno machache tu ya jinsi ilivyokuwa kuishi na baba yako? Oh, ndiyo, naweza kufanya hivyo. Tulilelewa kanisani maisha yetu yote, tulienda. Kwa kweli, tulibarikiwa kuweza kwenda shule za binafsi ambazo tulizifurahia sana, nyakati bora zaidi za maisha yetu. Alikuwa akifanya ibada nasi kila usiku tulipokuwa watoto, na wazazi waliohusika sana, unajua, waliojitolea sana, na ilikuwa baraka kwa sisi sote. Mtu wa ajabu. Ndiyo. Ndiyo, ni wazi kabisa. Basi, leo tunataka kuzungumzia Sodoma na Gomora. Vipindi vyetu viwili vya kwanza vilikuwa kuhusu safina ya Nuhu ambayo Ron aliazimia kuitafuta. Lakini kwa habari ya miji ya bondeni hakuwahi kuazimia kuitafuta hiyo. Na nadhani ni jambo la kushangaza sana jinsi hili lilivyotokea. Na tunaheshimika sana kuweza kushiriki hili na watazamaji wako. Na ingawa watu wengi wanaijua hadithi hii kidogo, bado lazima tuanzie mwanzo. Na Michelle atatusomea maandiko. Sawa, hii ni Mwanzo 13 mstari wa 8 na 9. Naye Abrahamu akamwambia Lutu, na kusihi kusiwe na ugomvi kati ya mimi na wewe. Ukienda upande wa kushoto, basi mimi nitaenda upande wa kulia, au ukiondoka kwenda kulia, basi mimi nitaenda upande wa kushoto. Sasa hiki kinatuambia, ukisoma hapo awali walikuwa wamesongamana. Walikuwa na makundi makubwa ya kondoo na ng'ombe, na inaonekana kulikuwa na ugomvi kati ya watu. Hivyo Ibrahimu, mtu mzuri kama alivyokuwa, alimpa Lutu uchaguzi, na Lutu akachagua bonde, nchi tambarare ya Yordani. Sawa, Mishae? Sawa, Mwanzo 13:10. Naye Lutu akainua macho yake, akaiona nchi tambarare yote ya Yordani, ya kwamba ilikuwa na maji mengi kila mahali, kabla Bwana hajaribu Sodoma na Gomora kama bustani ya Bwana. Mwanzo 13:12. Naye Lutu akakaa katika miji ya nchi tambarare, akapiga hema yake kuelekea Sodoma. Na nyingine mbili, Mwanzo 13:13. Lakini watu wa Sodoma walikuwa waovu na wenye dhambi mbele za Bwana kupita kiasi. Lutu akikaa miongoni mwao, kwa kuona na kusikia, alihuzunisha nafsi yake yenye haki siku baada ya siku kwa matendo yao yasiyo halali. Nao wakaja malaika wawili Sodoma jioni, na Lutu alikuwa ameketi mlangoni pa Sodoma. Naye Lutu alipowaona akasimama ili kuwalaki, akainama kifudifudi mpaka nchi.
Akasema, tazama sasa, bwana zangu, karibuni na wasihi nyumbani mwa mtumishi wenu, mkakae usiku kucha, mkanawa miguu yenu, nanyi mtaamka mapema na kuendelea na safari yenu. Wakasema, la, lakini tutakaa njiani usiku kucha. Naye akawasihi sana, nao wakageuka kwake. Wakaingia nyumbani mwake, akawafanyia karamu, akaoka mikate isiyotiwa chachu, nao wakala. Watu wa mji, hata watu wa Sodoma, wakaizunguka nyumba, vijana kwa wazee, watu wote kutoka kila upande. Wakamuita Lutu, wakamwambia, wako wapi wale watu waliokuja kwako usiku huu? Watoe nje kwetu, ili tupate kuwajua kimwili. Basi Lutu akatoka nje kwao mlangoni, akafunga mlango nyuma yake, akasema, nawasihi ndugu zangu, msitende vibaya hivi. Lakini wale watu wakanyosha mikono yao, wakamvuta Lutu ndani ya nyumba kwao, wakaufunga mlango. Nao wakawapiga kwa upofu wale watu waliokuwa mlangoni pa nyumba, wadogo kwa wakubwa, hata wakachoka kwa kuutafuta mlango. Hapa Ron anazungumzia kuhusu watu kupofushwa. Kuhusu mlango wa Lutu anapozungumzia kwa nini mabaki ya Sodoma na Gomora hayajatambuliwa hadi sasa. Ukisoma hadithi ya ziara ya malaika kwa Lutu huko Sodoma, walikuwa wakijaribu kuwatoa hawa waliowadhani kuwa vijana wawili, ili kusema kweli tu. Lutu alikuwa akijitahidi kadiri ya uwezo wake kuwalinda watu hawa kwa sababu walikuwa wageni wake. Hatimaye malaika walinyosha mikono na kumvuta Lutu ndani kwa sababu watu hawa walianza kumshambulia. Na inasema wakawapiga upofu wale watu wa Sodoma hata wakachoka kwa kuitafuta ile mlango. Niliposoma hili mara ya kwanza na kusikia hadithi hii, nilidhani tu kwamba Mungu aliwapiga upofu, lakini sivyo inavyosema. Malaika, bila shaka, kupitia nguvu za Mungu alizokuwa amewapa kwa matumizi yao, waliwafanyia jambo fulani watu hawa lililowafanya wasiweze kuupata mlango wa Lutu. Walipata njia ya kurudi nyumbani baada ya kujichosha wenyewe. Na hivyo, ikiwa anaweza kuficha mlango kwa watu walioazimia kuingia katika nyumba ya mtu, basi naamini kwamba alifanya jambo fulani kwa watu waliopita hapo ili kuwazuia wasione hili hadi alipokuwa tayari lionyeshwe. Kisha wale watu wakamwambia Lutu, je, unaye mtu hapa zaidi, mkwe na wana wako na binti zako na kila uliye naye katika mji? Uwatoe katika mahali hapa, kwa maana tutapaharibu mahali hapa, kwa kuwa kilio chao kimekuwa kikubwa mbele za bawa, naye Bwana ametutuma tupaharibu. Lutu alikuwa ameomba kukimbilia Soari kwa sababu alisema ulikuwa mji mdogo. Na kulingana na maandiko, uharibifu mkubwa wa miji hiyo, na hili ni jambo ambalo watu wengi wanafikiri ulitokea mara tu alipoondoka, lakini haukutokea hadi alipokuwa salama huko Soari. Jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi Lutu alipoingia Soari. Ndipo Bwana wana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora kiberiti na moto kutoka kwa Bwana mbinguni. Akaipindua miji hiyo na bonde lote na wote waliokaa katika miji hiyo na yote yaliyomea katika nchi. Alitazama nyuma, Lakini mkewe akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi. sasa ilitubidi kuweka msingi huo kwa sababu kila mtu anafikiri anaijua hadithi ya Sodoma na Gomora, na unaposoma maelezo unaweza kuwa umekosa baadhi yake. Hivyo swali la kwanza ni miji hiyo ilikuwa wapi? Na mpaka wa Mkanaani ulianzia Sidoni kwa njia ya Gerari hata Gaza, kwa njia ya Sodoma na Gomora na Adma na Seboimu hata Lasha. Ramani hii inaonyesha maeneo ambayo Ron alipata, ambayo aliamini kuwa ni Sodoma, Gomora, Adma na Seboimu. Na miji hii inaunda mpaka wa mashariki wa Bahari ya Chumvi leo. Na ramani hii inaonyesha Israeli ya sasa, hasa Yerusalemu hadi Ghuba ya Akaba kule chini kabisa.
Na hii inavutia kwa sababu hivi ndivyo Ron, unajua, alivyokuja kuvipata hivi. Kwa sababu huba ya Akaba ndipo alipokuwa akitafuta sehemu za magari ya vita kwenye huba hiyo kwa ajili ya bahari ya Shamu, na hivyo akafanya safari hiyo ndefu kutoka Yerusalemu hadi katikati ya huba ya Akaba na akaendelea kupita maeneo haya. Sasa hivi ndivyo mabaki yanavyoonekana ukiwa barabarani. Huoni hivyo Michelle? Unakumbuka ulipoyaona kwa mara ya kwanza? Na inastaajabisha, unaweza kuona ni wazi kwamba ni majengo yaliyojengwa na binadamu. Ndio, Ndiyo. na hakika ni ya kipekee katika eneo linalozunguka. Na eneo hili mahususi ambalo tunaamini ni Gomora liko barabara inayoelekea Masada inapita katikati yake, na hivyo hili ndilo rahisi zaidi kufika. Hivyo video yetu nyingi itatoka hapo badala ya maeneo mengine. Sasa majengo ya majivu ambayo yana umri wa miaka 3900 hayawezi kutarajiwa kuwa katika hali nzuri, lakini tungeweza kuona kitu kilichoonekana kama jengo. Lakini Ron alijua lazima kuwe na ushahidi zaidi ili kuwashawishi watu wengine. Mnamo mwaka wa 1989 Ron alitupeleka kwenye eneo ambalo alikuwa na uhakika kuwa ni mmoja wa miji hiyo. Alituambia kuwa ni ya majivu, hivyo tukachukua sampuli fulani. Sasa kama unavyoona hapa, anapochukua hii ni ya majivu sana, na itakapopondwa kwa mkono wako inasagika kuwa unga ambao ni laini kama poda ya talcum. Wow. Unapomtazama akifanya hivi, Wow. tazama mikono yake. Lakini bado tulijua kwamba tulihitaji ushahidi zaidi na ungekuja hivi karibuni. Niliendesha gari kwenda na kurudi hapo mara nyingi sana. Unajua, lazima upite hapo ili ufike Kadeshi, lazima upite hapo ili ufike eneo la kuvukia bahari ya Shamu. Na nilisimama na kuwaonyesha wafanyakazi wangu, wanangu wawili na yeyote mwingine aliyekuwa akitusaidia majivu haya, kwa sababu barabara ilipita katikati yake kabisa kule chini kwenye eneo la Swari. Na unajua, niliwaonyesha kitu hiki laini. Nilisema haya lazima yawe mabaki ya miji ile, lakini ilikuwa nadhani mwaka wa 1988. Mimi na Mary Nell tulikuwa hupo. Alipata kipande hiki cha jivu kilichokuwa kimevunjika, na ndani yake kulikuwa na tundu dogo lililofanana kabisa na mboni ya jicho. Kwa hiyo tulishangazwa kidogo na jambo hilo, lakini kama mwaka mmoja baadaye tulipata mipira ya kiberiti, nyanja hizi za kiberiti, na pale ambapo zilikuwa zimeteketea kabisa kulikuwa na tundu linalofanana sana, unajua, na hili ambalo Mary Nell alikuwa amepata mwaka mmoja kabla. Lakini ilikuwa wakati huo ambapo nilihisi kuwa tulikuwa na ushahidi wa kutosha kutangaza kiasi fulani. Kilichokuwa cha kuchekesha ni wakati nilipopata hiyo, nilikuwa sijaolewa na Ron kwa muda mrefu wakati huo. Nilifurahi sana. Nilisema nadhani nimepata mboni ya jicho. Nilidhani ni mboni iliyogeuka mvuke au kitu fulani, unajua. Na nikamwonyesha, naye alikuwa kama namaanisha yeye, unajua. Lakini hata hivyo, hiyo ilikuwa ishara ya kile kilichokuwa kikija. Jambo la kwanza tunalopaswa kutambua ni kwamba kiberiti, kama kilivyotajwa katika Biblia, si kitu kingine zaidi ya salfa. Nacho huwaka katika joto la juu sana, na moshi wake huondoa oksijeni yote, na kinaweza kukuua haraka kwa moshi tu. Kwa nimefikiria hili kabla kwa sababu limenisumbua sana wakati mwingine ninapofikiria watu hao wote wakiteketezwa. Lakini wakati huo ilibidi itokee, la sivyo Mungu asingelifanya.
lakini naamini kwamba inawezekana sana kwamba moshi tu ungewaua watu, unajua, kabla hawajateketezwa. Sijui, hayo ni mawazo yangu tu. Lakini hii ndio video halisi ya wakati mipira ya kibiriti au kibiriti ilipopatikana kwa mara ya kwanza mwaka wa 1990. Sawa, bado tuko chini kule Sodoma na Gomora. Mbele yako kabisa unaona madoa fulani yenye mwonekano usio wa kawaida kwenye hii, tuseme, tabaka la jivu. Sio jiwe, ni jivu. Sasa tutasogea karibu kwa ajili ya picha ya karibu ya hii, na unaweza kuona kwamba zina umbo la duara kiasi. Sasa kile tulichopata, na tutasogea karibu kidogo hapa, ni kwamba ndani ya kila moja ya hizi kuna kibiriti. Hiyo ni katika nyingi zao. Sasa zile ambazo hazina kiberiti ndani yake, katika hii tulitoa tu kiberiti kingi na kukiweka kwenye mfuko wetu wa sampuli. Lakini zile ambazo hazina kiberiti zina sehemu ya katikati nyeusi sana, ambapo bila shaka zilikuwa na joto kali sana. Hivyo sasa tutasogea kwenye hii hapa, ambapo kuna kiberiti bado kipo, na kurudi nyuma kiasi cha kutosha ili uweze kuona kile tunachofanya hapa, na tutaenda kukusanya sampuli hiyo kwenye mfuko. Mara tu nilipoanza kutumia kisu hiki kilikuwa kikali sana sana. Sawa, hii hapa, na tumekusanya nyingine zaidi, na inanuka na ina ladha kama kiberiti, lakini tutaifanyia uchunguzi ili kuona kwa hakika hiyo ni nini. Kinachoonekana kutokea ni kwamba kutoka mahali fulani kiberiti kinachowaka kilitua kwa vipindi visivyo sawa, kama unavyoweza kuviona katika madoa kwenye nyenzo hii hapa, na kuwasha mji mzima. Na bila shaka kitu kinachowaka na kiberiti huwaka kwa joto kali sana, na majivu yanayotokana ni mazito kuliko nyenzo asilia ambazo ni sehemu ya mchakato wa kuungua. Na hii ni zaidi kutoka kwa safari hiyo hiyo, na mimi napenda kushiriki hili kwa sababu ni kama kipindi cha televisheni. Uko hapo kwa sababu hii ni kama inavyotokea, na sikuweza kuwa kwenye safari hiyo na nilihuzunika sana. Sasa Biblia inatuambia kwamba ilinyesha moto na kiberiti juu ya miji ya Sodoma na Gomora. Sasa kile unachokiona mbele yako hapa ni matokeo ya vipande vikubwa na vidogo vyenye ukubwa tofauti. Vipande vya kiberiti kinachowaka ambavyo vimepiga. Na kile tunachopata hapa ni kwamba Mungu alinyesha kiberiti hiki kinachowaka juu ya mji huu, na mvua ni maelezo kamili ya hilo. Ilitua katika muundo ule ule ambao mvua hunyesha. Na vitu hivi, bila shaka, joto lililokusanyika la haya yote juu ya mji liliteketeza kila kitu. Kiwango cha kuwaka cha kila nyenzo hapo, chuma, jiwe, bila shaka watu na kila kitu kiliungua. Na kiberiti hiki kiliendelea kuwaka na kikageuza nyenzo iliyokizunguka kuwa kioo. Baada ya kuwa kimechoma kila kitu, kilijifungia mbali na oxygen na kisha bila shaka kikajizima. Na katika kila moja ya hizi kapsuli ndogo za fuele hapa kuna kipande cha kiberiti cha ukubwa tofauti, na kuna mamilioni ya hivi katika majivu haya tulionayo hapa. Sasa baadhi yao tumevipasua ili uweze kuona kiberiti ndani, na vingine tumeviacha vikiwa vizima. Lakini
kuna mamilioni ya hivi hapa. Hivyo hii inaonyesha kwamba Mungu hakika alinyesha moto na kibiriti juu ya miji hii, na ukiangalia katika kamusi yako chini ya neno kiberiti utagundua kuwa ni salfa. Sasa tutageukia juu kwenye sehemu ambapo muundo wa huu moto unaonekana wazi zaidi kidogo kwenye jiwe, au pale ilipotumia neno mvua. Ukigundua huo ndio muundo wa mabomu hayo ya kiberiti, mabomu ya kiberiti yanayowaka yaliyoanguka juu ya mji. Hivyo huu ni uthibitisho wa kustaajabisha wa kuaminika kwa neno la Mungu, na pia kwamba hii ni kweli miji ya mabondeni au Sodoma na Gomora. Inashangaza sana. Sasa pia tutasogeza kamera juu hadi kileleni, ambapo kundi hili maalum la nyenzo ambalo lilikuwa limeandaliwa maalum lilishuka